najua hamkuniona majumbani, ila wakina mama waliokuwa wanakuja kliniki tulimalizana nao, na wale ambao hawakuweza kufika kliniki nilipita kwenye majumba yao. Lakini daktari akatoka kuzungumza mambo mengi, mimi nitaongezea baadhi kwa sababu ya kuokoa muda. Kikubwa ninachokizungumzia hapa ni masuala ya lishe. Niwaombe wananchi wa kijiji cha Bugili, ili lipo kitaifa, kiwilaya, kimkoa, kikata, kijiji. Lakini siku ya maadhimisho ya lishe ya kijiji utakuta tuna wakina mama. Swala ya lishe sio wakina mama tu, wakina baba, vijana balee na watoto. Kwa sababu udumavu hata mzee anaweza akaupata. Na sasa hivi tuna tatizo kubwa sana pale. Mzee anakuja hana hata vitamini A, hana vitamini B. Vitamini A inatakiwa tumpe mtoto, tunaanza kumpa mzee. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya lishe. Elimu ya lishe tukizingatia ile makundi 6, kwa mzee uwezo ukauma sijui mara hiki kwa sababu ukishakuja hapa tunatoa elimu zaidi. Lakini kwa akina baba, kwa sababu tuna familia, ukishakuja hapa kuna mama kuumwa, utamwandalia mama chakula, utapikaje? Au mbele unamwambia cheme wifi yake yaje ateleche, au cheme mtu fulani yaje ateleche. Hapana, hairuhusiwi. Na hii elimu ya lishe tunatoa pia hata kwenye vibanda hivi vya migawani, kwa sababu sasa hivi waziri wetu wa afya Jenista Mhagama akasema elimu ya lishe itolewe kiufasaha, kwamba mama lishe anapopika chakula chake azingatie makundi 6 ya chakula. Mtashangaa makundi 6 ya chakula kwa sababu akina mama wengi wanapokuja pale tunawapa ile elimu, na akina baba wanaowasindikiza wake zao kufungua makadi ya kliniki tunatoa ile elimu. Lakini pia naomba nimalizie moja kwa moja hapo. Kuna swala kubwa sana ambalo linatupa changamoto. Tukiwa pale kituoni, mama mjamzito tunaomba uwahi kliniki mapema. Kuja kufungua kadi una miezi 8, una miezi 7, haisaidii chochote. Ile miezi 7, miezi 8 ni tiketi tu ya kwenda kujifungulia, hairuhusiwi. Njoo baada ya wiki 12 utapata huduma zako zote. Vidonge vya kuongeza damu utapata, lakini pia utameza vile vidonge vya SP na neti utapata, na elimu ya lishe utaendelea kuipata. Lakini pia kuna wimbi kubwa sana Bugili. Ndugu mwenyekiti, wimbi hili wamama wengi wajawazito wanajifungulia nyumbani. Kwa sababu tukifuatilia kwamba mama mjamzito ana kidokezo cha hatari, kwamba alijifungua kwa operation, tumemwandikia akajifungulia Uhuru au Chamwino, operation mkoa ameshasilia. Ni wayaga unaona viherehere. Anajifungulia wapi? Nyumbani. Akishajifungulia nyumbani, akija na kudanganya, anasema nimejifungulia njiani. Wamama tunajua ukijifungulia njiani kama unakuja zahanati lazima uje na mambo yetu yote. Lakini mama mjamzito kajifungulia nyumbani, anakuja kaoga msafi, yuko vizuri, lakini anasema nimejifungulia njiani. Kwa ndugu mwenyekiti, ndugu mtendaji, tunaomba ushirikiano wenu ili swala tulitokomeze, na ili wimbi kubwa kwa sababu tunaliripotea kule juu. Inaonekana Bugili ni wazembe sana, kwa sababu kwenye ripoti mzazi akija ukimpokea kajifungulia kituo cha afya, nyumbani, njiani au kwa mkunga wa jadi, unaandika njiani. Kwa mwezi tunaweza tukapokea hata wazazi 5 au 6 wamejifungulia nyumbani. Inaonekana kijiji hakitilima nani, lakini pia kijiji hicho kwamba yani wanaona ni kitu cha kawaida, lakini hatutoi elimu. Tunasimama pale tunaongea hadi makoa yanakauka. Kwa hiyo niwaombe wakina mama, niwaombe wananchi, kuna wengine umri umeenda lakini pale nyumbani anaishi na mjukuu, lakini anaishi na mkwe. Hata tu ujumbe katika story, tukiwa vijiweni, tukiwa wapi, kwenye masaluni, tunatoa elimu. Mama mjamzito huruhusiwi kujifungulia nyumbani, lakini pia anatakiwa uwahi kliniki mapema. Usiogope zile ruti ndani ya miezi 8, ni siku moja tu. Ikiwezekana akina baba tunaomba tuwasindikize wake zetu kliniki ili tutoe elimu. Msiwaruhusu akina mama waje peke yao. Tunaelewana akina baba? Lakini pia niombe swala moja. Mwenyekiti wa vitongoji, niwaombe sana. Mama akishakuwa mjamzito, mimi ni mwenyeji wa hapa na ni mzaliwa wa hapa. Kwa hiyo alisemea mwenyekiti kwenye rula tunaenda kwenye rula. Lakini kuna wimbi kubwa pia. Mama akishakuwa mjamzito ndio muda wa kumuua mume wake. Kumbuka unapokuja pale, mimi nipo. Tuache uongo. Unakuja unasema mume wangu alifariki. Hauna barua, hauna nini. Kwa sababu ya nini kafariki tu? Tunaomba ukachukue barua basi kwa mwenyekiti wa kitongoji. Mwenyekiti wa kitongoji anaeleza kabisa mume wake hivi na hivi na hivi. Niwaombe kwenye zile barua mthibitishe kwamba tunatoa barua hii kwa huyu mama. Kuna moja, yani sababu ya muhimu kabisa ipo. Lakini kuna mwingine anadanganya.
hii ni tatizo kwetu, kwa sababu kuna sehemu ya kujaza kwamba labda kuna shida gani, na sisi tunadanganya. Yaani bado vile vile kule, bado tukija huku sisi tunasimangwa. Juzi tulikuwa tuna heka ugeni kutoka taifa, tuliwaza sana ili swala tutalijibia vipi, lakini kwa neema ya Mungu wakaenda uhuru. Tukihatarisha hata kijiji chetu pia, uaminifu hauko. Kwa hiyo niwaombe baba zangu, mama zangu, kwenye zile barua niwaombe, kwa sababu mtu akishakuwa mjamzito ndio wakati wa mume wake kusafiri. Alafu mimi narudi huko zahanati, natembea nakutana na Jeremia huyu hapa. Alafu tayari kaniambia mume wake yuko Tanga. Kwa hiyo niwaombe. Napenda kushukuru, asanteni. Jeremia upo? Upo Jeremia? Mihanyeni kani. Jamani, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipotoa shukrani kwa mwenyekiti wa kijiji, VEO na serikali nzima ya kijiji. Wametutengenezea mlango wa choo cha mama, afya mama na mtoto, kwa hiyo iko vizuri. Asante. Vile vile wametutengenezea na vitu vingine vingi, kwa hiyo tunawashukuru. Asante mwenyekiti. Asante dokta, tunashukuru. Asante. Wakina baba tunaomba mje na wakina mama. Naomba tupunguze kudanganya na kuwaua wakina baba kwa muda, tuache, ni dhambi hata kwa Mungu. Asante. Wanawake msituue, kumbe mnatuua kabla hatujafa Asante. Basi nishukuru kwa taarifa ya afya ambayo tumeisikia, naomba tuizingatie. Wanaongea kwa faida yetu wenyewe, katika haya itatusaidia. Mzee Mtomo, una swali? Karibu. Atumaliza kabisa mwenyekiti. Asanteni. Mimi nina magagazi, mwe mnanisikiliza vizuri. Sawa. Hawa waganga wetu wanaeleza vizuri sana. Kweli sisi tunaogopa magonjwa. Lakini neno linakuwa linakukera. Ndio tunashika hata kwenye hospitali tunaogopa. Unaenda kwa unapata hela. Unataka 500,000, 10,000, hata sisi hatuna. Sasa hilo jambo linatuua. Kama watendeke vizuri, kwa nini hela yawe mengi? Hili linatokea sana. Hata kama hao kina mama anasema umeisha amefariki, wanaogopa mahela. Kama mtoa hela unafanya nini? Dokta, madai na 10. Halafu ya pili, hawa sema wanafungulia nyumbani. Yaani hata kufungulia nyumbani kule, wanawake wanaogopa. Wakienda kule hospitali wanakatwa. Hawawezi kukawia pale siku mbili, awe anamwangalia pale, anaweka kitu. Sasa watu wanaogopa. Wanapasuliwa. Sasa wakati natafuta hiyo kukata. Wakati sisi walikuwa bado wako hapa, kina Mwendwa na kina Steli, watu walikuwa wanapitaga pale Kigonera, wanakaa hapo kwa mwezi mzima. Sasa wanamuhula, akumuhula hapa muda wimie vipi ukima swali. Aba kuna shida za uhule, kama kumbula. Kumbe ziko sababu nyingi. Ndio kutukia shida. Hapa kusibitaji kuogopa kuanza kumpesa na sina rukono za ule pagana ya palile. Ya kuna pesa kala kuawe wako cheza kufa bao. Hili mnaelewa? Amesikia daktari. Sikia. Na wengine wa huko. Basi mpaka Ulayani. Watasikia. Milioni moja unagonjwa sasa milioni moja. Na wewe mtu unaugua. Utakwenda kuweka hela unasema nitaugua. Tunakaa tu kama umepooza kama mtima. Pole sana. Pole. Dokta, umeisikia? Msiwe mnadai laki ngapi? Laki 10. Lakini pia sijui kama mnahula nyewe. Hebu karibu daktari atusaidie. Okay. Haya, uliza kwanza. Kuna mama huyo hapo. Uliza tu swali. Halo. Ndio. Nataka niulize jambo moja hapa, nimesikilia kweli wana afya hao wanaposema. Kuna siku moja hapa nilizungumza mambo ya vyoo. Simama tukuone.
Mimi nimekaa. Sawa. Naona bwana? Ndio. Nasema bana wataniletea mabati niwekete ile choo changu. Ile choo sasa imeshadondoka, nitafanya nini? Tukimaliza mkutano nje ofisini. Haya. Kulikuwa na mwingine huko nyuma? Haya, mpe mwingine huyo. Ni hanyenyi. Mesa. Shikamoni. Marhaba. Yaani kwa upande wangu mimi wa afya binafsi, swala lililopo hapa, kuna baadhi ya madaktari hawana siri. Naongea kwa sababu gani? Na wahudumu wao ambao nawaweka hawa. Unakuta mtu unadeti na mume wa mtu. Umepata ujauzito. Naenda pale nipate huduma, labda naenda na huyo mume wa mtu. Bora hata daktari anaweza akanistai. Unakuta huyu mdumu wa karibu anakusimamia hadi amekutolea jicho unapoandikisha ile kadi. Akishatoka hapo asema, "Hey, ayu aksaduka hata na mlume wa netu kuletea swali andikisha ikadi." Hiyo ipo, niliona Chamwino. Kuna dada mmoja alienda Chamwino kufungua kadi. Lakini mhudumu yule wa Chamwino nani wa Bugidi, huyo mdada ametoka, yani hana kazi ya kufanya. Amemfuata yule mke wa mtu, anambia mlume wako kaza nikulee kadi na mlu fulani. Sasa hivi hiyo kitu inananili kweli inakujia akilini. Na ndio maana wazazi wanaogopa kwenda kufungua makadi mapema kwa vitu kama hivyo. Hata barua yenyewe mtu anakuwa anaogopa. Mimi naogopa kwenda hospitali kwa sababu hamna siri. Ale. Inabidi niishie njiani nimalizane na huku mtaani. Ale. Jamani. Dokta. Haya makubwa mengine. Lakini labda mimi nitoe ushauri. Nitoe ushauri wa kwanza kabisa. Waume za watu na wake za watu situwaache. Situwaache. Hilo la kwanza. Lakini la pili labda mchungaji tusaidie. Mchungaji tusaidie. Kwa kweli swala hili ni gumu, lakini tunaomba tuseme hivi. Kwa wale ambao hawamjui Mungu wa kweli, maana anaweza kuwa na wake wawili watatu, ni vizuri umtambulishe mke wako kwamba nina huyu na huyu. Inaweza kukusaidia na itawapa hawa. Hata sasa unajua tatizo linakujaje? Hata kama ukificha, yule mtoto anapata matatizo, anashindwa kulelewa baba ni nani. Na haya ndio matatizo makubwa tulio nayo. Watoto wengi hawasomi kwa sababu hata yule baba yake hatambuliki. Na nyinyi wanaume mna matatizo. Kwa nini uzalishe mtu halafu nyumbani asijulikane? Haya ni matatizo ya wanaume. Na wamesababisha watoto wengi wamekuwa yani wamekuwa yatima. Tunatubu leo mchungaji. Kwa hiyo mimi nishauri kwamba yani kama wewe umeamua kwa hivyo kuwa baba wa wengi, jitambulishe kwa mke wako. Mimi ni baba wa wengi. Msiwape tabu hawa madaktari. Daktari amepewa wajibu wa kumjua huyo mtoto baba yake nani. Maana hakuna mtoto anayezaliwa na mama peke yake. Maana wanaume ndio wanaotoa mbegu ya kuzaa. Kwa hiyo sasa hawa madaktari lazima kushangae kwa sababu umeenda na mume wa mtu. Kwa hiyo wewe ambaye unazaa pembeni, mimi niwaombe nyumbani ijulikane ili hao watoto wapate huduma, wapate urithi. Maana hao watoto hawana urithi. Asanteni kwa hilo. Nafikiri mimi ndio ushauri wangu tu. Asante. Lakini cha msingi na kikubwa, mkimwamini Bwana Yesu. Mkimwamini Bwana Yesu, Yesu anatenda. Asante. Yesu anaweza. Asante. Mtapona, hakutakuwa na uasherati. Maana ukianza kuangalia uasherati ndio tulionao makanisani hao. Wenye vilabu vya pombe ndio tunao makanisani. Kwa hiyo mimi naamini mkimwamini Bwana Yesu atawatengeneza, mtakuwa salama kabisa. Mungu awabariki. Mtunze afya kwa kuwa na mke mmoja. Asante. Leo tuokoke jamani. Asante. Mimi nafikiri daktari ametetewa au una hoja?
Hauoni hapa? Haya, karibu. Asante ndugu mchungaji, kwa kweli mchungaji amezungumza mengi. Naomba tusikilizane, turudi kwenye mkutano. Labda nirudi kwa babu yangu pale mzee Mtomo, tutajitahidi kuhula na kukaa nao, lakini na mimi niwaombe ndugu zanguni, wewe una mtoto wa miaka 18 ameambiwa akajifungulia hospitali kubwa, tunakuwa tumeona kuna shida, tukikaa naye pale possibility ya kumpoteza mama na mtoto ni kubwa. Na sasa hivi nchi yetu inapigania mama na mtoto atoke safi na salama. Hao ndio madaktari wa kesho, hao ndio marais wa kesho. Kwa hiyo tutajitahidi, tutahula, tutajitahidi kukaa nao, na wewe ukipata shida usiogope, njoo. Asante. Asante. Daktari amepokea ushauri wa kuhula na mchungaji ametushauri kwamba tunatakiwa sasa kuokoka leo. Tunapokea mchungaji. Asante. Jamani, kwenye hoja ya afya bado tunayo, tupite. Asante. Endelee mchungaji. Asante. Agenda yetu inayofuatia ni taarifa ya elimu na zoezi la kukabidhi madawati. Kwa hiyo nitawakaribisha walimu viongozi waweze kutoa taarifa fupi ya elimu na kisha tutamkaribisha mheshimiwa mwenyekiti ili aweze kutuongoza kwenye zoezi la ugawaji wa madawati. Asante. Mihanyeni. Kama nilivyokuwa nimetambulisha awali, natoka Bugiri Mission. Mimi na mambo machache ya kuzungumza mbele ya hadhara hii. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu na uwepo wetu sisi hapa tukiwa na afya njema. La kwanza, tunaelekea kwenye kumaliza uandikishaji wa darasa la kwanza na awali kwa mwaka huu 2025. Zoezi hili tutalihitimisha tarehe 31 mwezi wa 3. Kwa tunaomba ambao wana watoto wenye umri wa miaka 5 wa darasa la awali na wale ambao wana umri wa miaka 6 wa darasa la kwanza, tunaomba mje muandikishe. Tuko kwenye wiki la mwisho, tukimaliza tunaenda kwenye kumalizia sensa ya elimu msingi kwa maana ya kupeleka takwimu za uandikishaji kwa mwaka 2025. Jambo la pili, kwa shuleni kwangu naomba niwasisitize wazazi kuchanga chakula. Mezani hapa ninayo majina ya wazazi na watoto ambao hawajachangiwa chakula pale shuleni. Na leo nitayakabidhi kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 7 kadiri ya mkutano wetu wa tarehe 19 mwezi wa 2 2025 tuliokaa pale shuleni. Zoezi lilikuwa linahitimishwa tarehe 20 mwezi wa 3. Ilikuwa siku ya Alhamisi iliyopita na mimi tayari na majina. Jambo la tatu, nataka kuzungumza ufuatiliaji kwa maana ya sisi wazazi na walezi kufuatilia mambo makubwa mawili kwa watoto wetu. Uwepo wa shule ni kuimarika kwa taaluma. Tufuatilie watoto wetu wanachotoka nacho shuleni kurudi nacho nyumbani, wanavyofundishwa shuleni, ili tuweze kufikia malengo. Jambo la pili, kwenye eneo la ufuatiliaji bado tunao utoro wa wanafunzi. Naomba tuimarishe eneo hili kwa mawasiliano mazuri baina ya shule na sisi wazazi. Namba zetu kwenye mikutano ya wazazi tunazitoa, hususan namba yangu ya simu, wazazi wengi wanayo. Tafadhali tuwasiliane. Sheria namba 25 mwaka 1978 inakutaka wewe mzazi kumhudhurisha mtoto siku zote za masomo zilizo kwenye muhula wa masomo. Mwaka huu tuna siku 194, mtoto anatakiwa kuhudhuria kwa siku zote. Akikosa, wewe mzazi unalo jukumu la kutupa taarifa sisi kama shule, tutambue mtoto yuko wapi. Mwanafunzi anakuwepo sehemu mbili tu, kama hayupo nyumbani yuko shuleni, kama hayupo shuleni yuko nyumbani. Siku ya masomo akiwa nyumbani, hilo ni tatizo. Tuko pamoja? Kwa hiyo tushirikiane kwenye eneo hilo. Jambo la mwisho, nishukuru serikali yangu pendwa ya kijiji wakiongozwa na mwenyekiti, lakini washukuru pia wazazi ambao tunapeana ushirikiano kwa muda mrefu kwa yale ambayo ni mema na hata ambayo sio mema. Tumeng'amua mambo mengi, lakini nishukuru pia kwa hichi ambako kipo mbele yetu. Madawati tayari awamu ya kwanza tulishapokea na watoto wanakaa kwenye madawati. Upungufu tulionao tuna imani unaendelea kupungua. Kwa hiyo nishukuru sana na niwashukuru wananchi wote kwa pamoja. Asanteni sana. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Basi nami nizungumze machache kuhusiana na taasisi ninayoongoza. Kwanza kabisa, mwenzangu amesisitiza swala la uandikishaji. Kwa shule ya msingi Uguzi bado kuna changamoto.
Kuna watoto wengi tunawaona mtaani lakini shuleni hawajafika. Sasa kipindi cha kutoka Januari mpaka Machi, ukija kumleta mtoto zaidi ya hapo, maana yake wale walioanza Januari wanakuwa wamemwacha mbali. Na tukumbuke mwaka huu kuna mtihani wa kitaifa wa darasa la pili. Kwa hiyo hatuwezi kumpeleka mtoto moja kwa moja darasa la kwanza mwakani kama hatujamtengenezea msingi mzuri huku chini. Kwa hiyo niwaombe wale wote ambao wana watoto ambao bado wapo nyumbani, tumebakiza siku takriban 7, tuwalete ili tuweze kuwaandikisha watoto kwa darasa la awali na darasa la kwanza ili waendelee kupata masomo. Lakini lingine, na mimi nisisitize kwenye upande wa chakula. Nimezungumza swala la lishe hapa na watu wa afya. Msingi wa afya za watoto wetu tunauandaa sisi wazazi. Inawezekana mtoto akawa ana maradhi, lakini maradhi haya yakasababishwa na kukosa chakula kwa wakati. Lakini pia wakati mwingine tunaweza tukasababisha na maradhi mengine, mfano vidonda vya tumbo. Yote haya tunajua hali ni ngumu, sisi wazazi kwenye jamii huku hali bado ni tete, lakini tujitahidi. Yaani bora ukakosa wewe baba, ukakosa wewe mama, lakini uhakikishe watoto wako pale wamepata chochote kitu. Lingine nisisitize kwenye michango mingine ambayo tumekubaliana kule shuleni. Naomba muendelee kutuunga mkono kwa sababu tuna dhamira ya kweli ya kuhakikisha watoto wetu wote ambao tunakuwa nao pale wanafaulu vizuri mitihani yao na wanapata ikiwezekana shule zingine za nje ya Bugili ili waweze kupata changamoto mpya kwenye maisha yao. Lakini nisisitize kwenye jambo moja, hasa kitongoji cha Songambele pamoja na Kivukoni. Kuna watoto ambao ni wadogo sana, hasa hawa ambao wametoka awali kwenda darasa la kwanza. Jamani, watoto wale tusiwaache wavuke barabara wenyewe. Hebu kwa huo wakati wa asubuhi tujitahidi sana kuwavusha barabara wale watoto. Wakati wanarudi ile saa 5 pia tutengeneze mazingira mazuri. Kuna watu wengi tunao kwenye huu kanda huu. Waombe basi, mwambie pita sehemu pale, aende pale avushwe. Hii barabara ni hatari sana. Leo wakati naenda kazini nilikuta mtoto mmoja, ilibaki kidogo tu agongwe na gari. Kwa hiyo tujitahidi sana. Wale bado wadogo, si tunasema bado wana ule uawali. Kwa hiyo tujitahidi kuwavusha barabara, lakini pia tuwasisitize wakifika pale wahakikishe hakuna gari upande wowote ndio wavuke barabara. Asione gari iko pale akakimbia. Anaweza akakimbia akadondoka. Lakini mwisho kabisa nishukuru serikali ya kijiji kwa awamu nyingine tena kwa kutupatia madawati. Kwa niaba ya walimu pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi Uguzi, tunashukuru sana kwa msaada huu wa madawati. Kwa kiwango kikubwa unaenda kupunguza changamoto za walimu pamoja na wanafunzi. Asanteni sana. Jamani, kuna hoja yoyote kwa walimu? Mzee Mtamwa, karibu. Demokrasia ipo pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa mwanzo mzima toka mkutano wetu umeanza na sasa tumefikia katika agenda ya elimu. Swala langu lipo kwenye vyumba vya madarasa pale Uguzi. Sijasikia agenda yoyote kutoka kwenye serikali yako mwenyekiti kwamba ina mipango gani juu ya kuongeza vyumba vya madarasa pale Uguzi. Ukienda pale Uguzi unakuta watoto wengi wanasomea nje, na labda serikali yako ingekuwa na mipango kwamba mipango tulionao mwaka huu ni kuongeza vyumba vya madarasa pale Uguzi. Watoto wamekuwa wengi na sasa wanasomea nje. Serikali yako ina mpango gani kuongeza vyumba vya madarasa? Asante. Na nafikiri kwenye mikutano yangu ya awali nilishaizungumza kwenye wazo la kuanzisha shule shikizi Chang'ombe, kwa maana ya mahali ambako hakuna kabisa hata darasa moja, kwa sababu tunaona watoto kule wanapata shida. Huo ndio mpango ambao tulikuwa nao na ambao tunao sasa, lakini kulingana na mawazo yako kama mzee wetu na ushauri ambao tunaona ni mzuri, sisi tunapokea hilo. Litakuwa moja ya mipango yetu ambayo nadhani tutakuwa tunaenda nayo. Asante. Chimanyi Kefa, karibu.
Kefa Chimanyi. Karibu. Mimi napenda kushukuru sana ndugu mwenyekiti. Hilo wazo nilikuwa nalo la kuuliza sasa hivi. Lakini nilivyosema Chang'ombe mnataka kutuletea shule. Nashukuru sana. Ila nachoongezea bado kidogo tu, umeme na maji. Umeme na maji kule tunaishi kama digidigi jamani, tuangalie sana ule mtaa bado una mapungufu makubwa. Ukituletea shule mkatuletea na umeme, na sisi tujiona wanabugiri ambao tuko sawa na nyinyi. Nashukuru sana. Asante, nashukuru sana. Kuna nafikiri karibu. Ndugu mwenyekiti, mimi nilikuwa na ombi. Mkuu wangu wa shule hapa kuna kipengele kimoja tu amesahau. Mwenyekiti, tunao mkuu wetu wa shule ni mzuri sana na anavumilia mambo mengi sana. Uguzi hapa kuna matatizo makubwa sana. Kuna hii michango, swala la chakula, mchango wa maji, mara mlinzi, mpaka kuna rambe shehe yule wa 200 ile. Lakini ukifika hapa mitaani mwenyekiti, ni watu mkuu wetu hafai, mwenyekiti wa bodi ya shule hafai. Ndio kile nilikuwa nimeongea kwamba watu hawataki kushiriki mikutano. Na ukifika pale uguzi mwenyekiti, mkutano wa watu naye aliko pale ni kina mama tu. Kina baba hawapo. No. Mkuu sema ule kweli, wewe ni Muislamu, kama ni uongo sema. Swala la mchango hasa wa maji, watu wana discuss hapa. 500 ukipima hesabu watoto 300 unapata jibu. Je, kuna bili inayokuja mchango huu? Watu wanahoji. Sasa mwenyekiti, nilikuwa naomba wewe ndio mkuu wa kijiji. Naomba toa amri mwenyekiti yule wa bodi aalike mikutano, watu waheshimu mikutano. Tukifika pale tunaunda letu hili. Tusiwe na malalamiko. Ndio maana mpaka sasa hivi michango ya chakula haitoki, waliotoa ni wachache. Ni kwa sababu ya mikutano, watu wanaogopa mwenyekiti. Asante. Asante. Mimi nikushukuru kwanza kwa hilo. Na kwa tafsiri hiyo michango inayoendelea walioamua ni wachache na ni wanawake. Wanaume hawapo. Hao wanaume ndo wasemaji sasa, kwamba hatuwezi kutoa hela nyingi, lakini kwenye mikutano ni shida. Mimi niombe kitu kimoja. Hawa wataalamu wetu hawa tunahitaji kuwapa ushirikiano, maana wanafanya shughuli kuwapa elimu watoto wetu sisi. Kesho na kesho kutwa mwalimu ataondoka, atakwenda mahali pengine, atapangiwa mahali pengine, lakini watoto wetu hawa watapata elimu na wataendelea kupata elimu. Sasa hilo wazo ulilolisema la kuita mkutano, kama kuna mahali ambapo hapajakawa sawa, ni kukaa kwenye vikao vile. Jamani, kweli tulikubaliana haya na haya na haya, lakini kadri tunavyoona kuna ugumu hapa, kuna uzito hapa, tutajadiliana. Vikao vya wazazi. Sawa sawa. Mkuu, hilo nadhani kama alivyosema mjumbe, ni swala la kukaa na kuzungumza kule. Kukaa na kuzungumza kule na kuyaweka sawa, kwa sababu hawa ambao hawaji, kuna wakati ufike wakati kama hakuja alafu kesho anakuwa analalamika, hebu waleteni ofisini. Kama ambao tulikuwa tumewaza mwanzo kwenye mikutano ya kijiji kwamba tunaalika watu kwa ajili ya maendeleo ya kijiji, sio kwa ajili ya serikali hii au ya mwenyekiti. Watu hawaji. Mkimaliza mmeazimia mambo fulani, hao ndo wasemaji wakubwa. Ni shida. Kwa hiyo niombe hilo tulifanye hivyo ili tuepushe hayo makandokando na maswali yasiyo na maana. Karibu mzee Suru. Asante mwenyekiti. Nadhani kwa makandokando hayo madawati wanayotaka kugawiwa hizo shule, ni vizuri tukapata taarifa kamili ambayo haitaleta makandokando. Tujue haya madawati yako mangapi na yanaenda kwenye shule zipi, kwa idadi zipi, na kila dawati moja imegharimu kiasi gani. Maneno yatakuwa ni mengi. Makandokando hayo huko, tena wale ambao hawajaji ndio waongeaji wakubwa. Kwa hiyo nadhani mtukamilishie taarifa iwe kamili kabla hayajagawiwa. Sawa, taarifa
tutaisikia. Jamani, naomba tutoe nafasi kwa watu wawili, kija hapo utakuja mzee Mtamwa, tutakuwa tumemaliza kwenye hoja hiyo. Nashukuru mwenyekiti kwa kuniona. Wengi tunahudhuriaga vikao, ila changamoto inayojitokeza ni nidhamu kwenye kikao. Mtu anapozungumza kuna upande fulani wanakuwa wanacheka. Sasa napata maswali kwamba pale kuna kitu gani? Ile inasababisha wengine wanashindwa. Siko mwenyewe, na mimi nimekuwa mfuatiliaji sana, lakini unapoenda kwenye kuhoji hoja ya msingi, kuna kwaga na kasehemu fulani utasikia watu wamecheka pale. Unaona? Tuliwahi kuuliza maswali tukiwa watu wawili. Wa kwanza alivyoanza upande ule akacheka, wa pili nako hivyo hivyo. Kwa sasa tunapotoka pale, maswali yanakuwa kwamba kuna watu wengine wanakuwa wameandaliwa kwa ajili ya kukwamisha wengine wasizungumze. Hii michango shule ya msingi Uguzi iangalieni kwa ukaribu zaidi, kwa sababu itafikia sehemu mimi kama mimi naweza nikaamua kutumia njia yangu ninayojua kwamba inakuwa ni salama, haitakuwa na madhara kwa mtu yoyote, lakini wakati huo unakuwa unajifikiria nifanye nini zaidi. Umeona? Kwa sasa ndio hilo nikapenda kuzungumzia hapa kwamba kama moja kwa moja, nenda moja kwa moja kwenye hoja. Sasa hoja yangu ya msingi ni kwamba niliwahi kuhoji na wakanicheka. Hoja yangu ilikuwa ni ya msingi kwamba kwenye bajeti ya kila mwezi tumewekewa shilingi 3,300. Kwa watoto 67 nimepata shilingi 2,200,100. Nikamuuliza mwalimu, kwa mwezi mnalipa maji shilingi ngapi? Akaniambia kwa mwezi maji shilingi 300,000. Nikamwambia shule nzima na watoto 668. Nimetoa watoto 67 hawa nimepata 2,200,100. Wale 601 kuna shilingi 300,500. Jumla kuna shilingi 500,100,500. Kwa mwezi ni shilingi 300,000 maji yanalipiwa. Nikamwambia mbona hii bajeti kubwa sana? Kwani tusiwe na bajeti zinazoeleweka ili kila mmoja aweze kutembea vizuri, asione kuna kona. Maana kile kujua na kona uongo mbaya. Uaga silipaki. Kwa sababu ya kona. Yaani changamoto ndio inajitokezaje. Labda mimi nikuulize, kona unayoiona kwenye yale makubaliano yenu ya gharama hiyo inayolipwa, kona ipi unayoiona hapa? Shilingi 500,100,500. Umeona? Kwa shule nzima, ambapo kwa mwezi wanalipa shilingi 300,000. Mlikubaliana? Mlikubaliana? Tulikubaliana ndio kwenye kambi ile. Sasa kama mlikubaliana, kwa nini mlikubaliana halafu unarudi nyuma kuwa na hoja nyingine? Hoja imekuja kwamba nilipohoji kwamba gharama ni kubwa. Ulihoji kwenye kikao au nje ya kikao? Nilihoji kwenye kikao. Ukajibiwaje? Nikaambiwa kwamba hii bajeti tumefanya hivi kwa sababu wengine uwaga hawalipi kwa wakati. Sasa kwa nini wale ambao walipi kwa wakati wasababisha mimi niwajibike kwa madeni yao? Uliridhika kwa majibu yale? Sikuridhika. Sasa mimi niombe, okay. Karibu mwalimu. Asante mwenyekiti. Labda mheshimiwa mwenyekiti, mimi niseme jambo moja. Tuna vikao ambavyo vinafanyika kule mashuleni, na vile vikao tunaalika wazazi wote, na mara ya mwisho nilialika kikao cha wazazi wa darasa la 2, la 4 na darasa la 7, kwa kuwa madarasa haya yana mtihani mwaka huu wa kitaifa. Kwenye kile kikao hawa wazazi wa la 4 na la 2 kuna mambo ambayo tulizungumza na tulikubaliana, lakini wazazi wa darasa la 7 tulibaki nao. Lengo ni kuweka kituo rekebishi pale. Kwenye swala mzazi anaoliuliza na majibu tuliyatoa pale. Yaani cha ajabu ninachokishangaa mimi, tunakubaliana kule, tunahama kule, tunakuja kuanzisha mjadala mwingine huku. Hii kitu sio sawa. Hii kitu sio sawa kabisa, kwa sababu mwisho wa siku hata wale ambao tunaita kwenye vikao wataona hamna maana ya kuja kwenye vikao. Nilitolea ufafanuzi juu ya hilo swala. Nilisema kwa wastani watoto wakaa kambini pale, maji ni 300,000 hadi 350,000. Ukipiga hesabu ya watoto wale wakichanga shilingi 3,300, kwa kuwa wao wanatumia maji muda mwingi sana, manake maji yanatumika kwa wingi, tunachukua ile hela wanaotoa wao, tunakuja kuongeza na asilimia kadhaa kutoka kwa hawa wengine ambao wanafanyaje, wanachanga. Na mimi pale kwangu daftari langu lile liko wazi. Hata sasa hivi mzazi akitaka aje pale akiomba taarifa ya mlinzi na maji, akiomba taarifa ya chakula, mimi namkabidhi daftari, atapiga hesabu na ataona.
Kinachokuja kutokea ni nini? Kinachokuja kutokea, tuna mwezi wa kwanza, sio kwamba watoto wote wanalipa kama idadi inavyopigwa watoto 600. Mwingine anakuja kulipa baada ya miezi minne. Tuna watoto 600, mwezi wa kwanza wametoa watoto 150. Huyu mwingine anakuja kulipa baada ya miezi minne, ndio anamlipa miezi yote na hii ya nyuma. Kwa hiyo tukisema kwamba tunapigia hesabu ya idadi ya watoto wote ni uongo, kuna sehemu tutafeli, na ndio maana kuna mapato na matumizi. Mfano tu mwaka jana, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwezi wa 5 tunaenda kumaliza muhula wa kwanza, kulibaki salio zaidi ya milioni 1,800,000 kama sikosei, milioni 1,800,000, milioni 1,700,000 ambao limetokana na mlinzi na maji. Tukawaomba wazazi, tunaomba hii hela iliyobaki tufanye baadhi ya mambo, tukanunua sim tanki pale kutokana na yale mapato na mapato yaliyobaki. Kwa hata hili nilitoa ufafanuzi nikasema, hata hii michango endapo itachangwa, salio litabaki, na kwa kuwa kuna uwazi, tutakuja tusomeane mapato na matumizi. Baada ya hapo tutasema sisi wenyewe wazazi tutaamua tufanyie nini hicho kiasi kilichobaki. Asante. Mwalimu Samani, kuna kamati inayosimamia hayo mambo. Kamati ipo. Ndio. Yuko kiongozi wa kamati? Njoo mwenyekiti. Mwenyekiti. Naam. Takupa mzee hapo. Sasa hivi labda ninaweza kujibu. Au unaweza kujibu? Hebu ukiwa unasubiri, hebu bado tusikilize, inawezekana tukapata majibu sahihi. Karibu mzee. Samani. Mwenyekiti, na mimi ni miongoni mwa walezi, mimi sio mzazi, ni mlezi, wanaohudhuria sana ile mikutano ya uguzi. Kulikuwa na malalamiko mpaka wakapeleka kwa diwani. Baadhi ya wazazi akaja pale shuleni kwa hesabu, malalamiko yale yakaongelewa kama anavyoongea mwalimu, ikabakia pesa. Mkutano ule wa wazazi ukaamua kununuliwe tenki na vifaa vingine ambavyo viliamuliwa. Mwenyekiti, kumbuka kwamba huu ni mkutano mkuu wa kijiji kujadili masuala ya maendeleo. Swala linaloamuliwa na wazazi kule uguzi, na kama kuna utekelezaji kinyume na maamuzi ya mkutano wa wazazi, mzazi husika apeleke wale waamuzi wazazi wale kwenye kesi, hata kwa mtendaji wa kijiji, kuliko kuleta malalamiko kwenye mkutano mkuu wa kijiji unaojadili maendeleo ya watu wote. Kwa hiyo kule uguzi mkutano wa wazazi unafanyika, uwe wa wanawake lakini ni wazazi, na kama waliamua wanawake ni wazazi. Mimi naona hakuna shida yoyote. Asante. Asante, nashukuru mzee Mtama, lakini kwa sababu tulikishamuomba mwenyekiti feedback kidogo, alafu tuendelee. Kama nilivyokuwa nimetoa maelekezo, mwalimu, mtakaa vikao vyenu kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa keki. Naona kuna keki mbele yetu, ni keki ambayo kila mwanajamii ataigusa, awe kitukuu, awe mtoto, awe mjomba, ataigusa. Lakini jambo la pili, mwenyekiti, unapokuwa kiongozi, wote wa kwako, wenye uelewa mpana na wenye uelewa udogo, wote ni wa kwako. Na pia kwenye mkutano watu waangalie wanawake wangapi, wanaume wangapi. Mkutano ni mkutano. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, anachoongea Bwana Kitinya, hata siku moja kwenye mkutano wowote hata uliza masuala ya pesa, kwa sababu ana Uchaga, ana Ugogo. Kwa hiyo Wachaga wana mahesabu mazuri ya pesa, kwenye Ugogo ni wavumilivu. Sawa Sasa nifafanue kama ifuatavyo. Kwenye maazimio ya mkutano wa Mheshimiwa Diwani, malalamiko mengi yalikuwa ni michango. Tukaamua kila mzazi mwenye mtoto atatoa shilingi 10,000 kwa miezi 6 kwa ajili ya mitihani, endapo mashine itatengenezwa ya kuchapisha mtihani, kama tunakumbuka. Mimi nikaenda mbali zaidi, kutokana na mashine ile bado haijapona, nikaita mkutano, nikawaelimisha wanafunzi waendelee kufanya mitihani au tusubiri mashine ipone. Sio, nipata vizuri, na mmoja wapo alikuwepo. Tukakaa, wazazi wakasema michango ya mitihani iendelee huku tukisubiri mashine aliyoahidi diwani kuitengeneza ipone. Tutafanya utaratibu wa shilingi 10,000 kwa miezi 6. Ukuwepo? Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo nashukuru Mtama kanisaidia.
katika pesa aliyosema mwalimu wangu hapa, tulinunua siptengi na bado tukasongeza maji toka alipo mpaka vioni kwa wanafunzi kwa pesa hiyo iliyobaki, tukawasomea mapato na matumizi, wazazi wakaridhia na mwenyewe akiwepo. Sasa tusijadili swala mtu mmoja, tujadili swala la jamii nzima. Wakati mwingine tusiwalaumu sana walimu. Walimu ni kazi yake kufundisha. Tunapowaita tunajadili kwa pamoja, basi wengi wakipitisha, wengi wape. Asante sana. Asante mwenyekiti, niwashukuru. Kwa hiyo mimi nishukuru kwamba kama nilivyotoa maelekezo, kama kuna jambo ambalo mnafikiri hamjaenda sawa, mtakutana kwenye vikao ya kamati ya shule na wazazi, mkae mzungumze, mwekane sawa. Yale ambayo yanaonekana hayako sawa mtayaweka sawa. Kwa hiyo na ndio maana nilikuwa na hoji kwenye kikao hicho, wao mama walikubali, wale ambao hawakuja sasa ndio wanaolalamika, ni shida. Kwa mimi niombe tuyaweke vizuri katika namna ya kuyajadili huko na kuyapitisha. Sasa linaloambatana na hilo, mwalimu kuna kitu alikizungumza hapa kinachohusiana na watoto wadogo wanaovuka barabara. Naomba hiki nikiseme kwa jumla sasa. Kijiji chetu hiki barabara kubwa imepita katikati ya kijiji. Wote tunafahamu. Na magari yanayopita kwenye barabara hii yanapita kwa mwendo mkali sana. Tunazo shule 3. Lakini shule 2 ndizo ambazo watoto wanatoka majumbani wanarudi nyumbani. Niseme shule 3, hii ya 4 maana yake ni kuunganisha na ile ya sekondari. Kwamba wanatoka nyumbani wanarudi, wanaenda shuleni, wanatoka shuleni wanarudi nyumbani. Kwa hiyo kuna wanaovuka barabara ili waende shule. Sasa kwenye hili kuna miaka iliyopita wakati nikiwa mwenyekiti tuwe kuzungumza swala hili kwamba kama itawapendeza wazazi, kwa nini tusiweke wavushaji kwenye hayo maeneo, kwamba tuwape hela kidogo tutakavyokubaliana ili watoto wetu wawe salama. Tumesikia ajali nyingi zimetokea hapo, watoto wa shule wamegongwa na kadhalika na kadhalika. Kwa mfano hapa shule ya Mission kuna ndugu yetu, hebu simama mganga. Huyu bwana mkubwa huyu anajitolea pale, hajalipwa hata sentano na halipwi hata sentano. Lakini anafanyaje? Anajitolea wakati wote. Sasa kama itawapendeza wazazi wa kule, mwalimu pia hili lichukue kwa shule. Kama itawapendeza mkakaa kule, mkazungumza, mkakubaliana, hata kama mkakubali kwa mwezi mkachanga 300 inatosha. Bila mtakapokubaliana, huo mimi nitoa mfano tu. Sisemi iwe hivyo. Lakini kile ambacho mnafikiri tukifanya hivi angalau tumwambie mwenzetu asante kwa kutuvushia watoto, inatosha. Lakini pia maeneo ya huku kadhalika. Tukasema wazazi wakakaa, mwalimu mkakaa kule kama walivyotoa ile hoja, mkajadiliana, jamani watoto wetu wanavuka, tunajua muda wa kuvuka na tunawapa utaratibu kwamba asubuhi atakuwepo mvushaji na watoto wanatokaga saa ngapi shule, mvushaji atakuwepo pale kwa ajili ya kuhakikisha wamevuka wote. Huu tunatengeneza mazingira ya usalama wa watoto wetu. Kwa hiyo hili mimi nimelitoa kwa jumla kwamba wenye viti wa kamati za shule pamoja na walimu mtaenda kukaa kwenye vikao vyenu, mtajadili, likiwapendeza wazo hili mlichukue mlifanyie kazi. Lengo ni kwa ajili kuhakikisha watoto wetu wanakuwa nini? Salama. Tuko pamoja jamani? Mimi niwaombe hilo tulipokee kama mtaona linafaa. Na katika taarifa hiyo naomba sasa mtendaji atoe taarifa ya madawati ili tuweze kwenda kwenye shughuli yenyewe. Okay, nashauriana na mtendaji hapa kabla ya kukabidhi pale, kwa na jambo la muhimu. Tukabidhi watu wa msaada wa kisheria kwanza waseme, alafu ndo tuingie kwenye hili. Karibu kiongozi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asante sana. Wanabuigiri oye. Kwa mara nyingine tena, wazazi wangu shikamoni. Rika langu, habari zenu tena. Kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru mwenyekiti wa kijiji pamoja na afisa mtendaji kwa kutualika hapa na wananchi wote mliokuja, tunawashukuru sana. Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii
kumpongeza mkuu wetu wa nchi Daktari Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza miaka 4 katika uongozi wake. Naipongeza hivyo kwa sababu gani? Imetengeneza watumishi wazuri katika serikali. Tunaona hapa kuna walimu wakuu, kuna afisa mtendaji, lakini pia kwenye kisiasa tunamwona hapa mwenyekiti, na nyewe wenyewe imekuwa dhahiri kabisa mmemsifia. Tunaomba tuwapigie makofi. Nimeongea hivyo kwa sababu gani? Sisi ni dawati la msaada wa kisheria. Nadhani tulishakuja mara kibao. Mna bahati sana Wanabuigiri kuonana na sisi mara kwa mara, na tunashukuru pia mwenyekiti na serikali yako kwa ujumla kutualika hapa kila mara katika mkutano wako, na tunaomba uendelee kutualika tena. Hatutochoka kuja, hatutochoka kuonana na Wanabuigiri. Lakini pia napenda kushukuru kwa kutupa ushirikiano mzuri kabisa. Na ndio maana nilivyoanza niliweza kumpongeza rais wetu kufikisha miaka 4 ya uongozi wake, kwa sababu ana jopo zuri la watumishi katika siasa, katika serikali, wanaotoa ushirikiano mzuri kuhakikisha wananchi wanafika tunasimama. Kwa sababu gani? Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka huu 2025 tuliweza kupata simu kutoka kwa hili jopo hapa mbele. Nitaelezea hilo simu ni ya nini. Hiyo simu ilikuwa ni kuhusiana na kutoa taarifa kuhusiana na vitendo vya kikatili. Wanabuigiri mnavunja sheria. Wanabuigiri hamtii sheria. Tumeona hapa hotuba kwenye mada nyingi katika afya, tunaona hatutii, kwenye elimu tunaona hatutii. Jamani, tutii sheria. Hiyo simu ilikuwa ni ya ukatili, na chanzo kikuu cha ukatili alifanywa ni mtoto, na chanzo kikuu kilikuwa ni nyinyi wenyewe wazazi hapa. Ndio maana nitanguliza salamu tena, shikamoni kwa mara ya pili. Jamani, sisi kama dawati la msaada wa kisheria, katika sheria ya mtoto anatakiwa kulindwa, mtoto anatakiwa kusikilizwa, mtoto anatakiwa kushirikishwa, lakini wazazi hamuwalindi watoto. Mtu wa kwanza mzazi, lakini katika haki ya huyu mtoto kupatikana hakulindwa. Tuliona walimu ndo waliomlinda. Mwalimu wa shule ya msingi Buigiri Mission, naomba usimame kupigia makofi. Naomba mpigieni makofi mwalimu huyu. Asante sana. Kwa nini? Sawa, yeye ni mzazi, lakini yeye ni mzazi wa pili, kwamba ni mlezi, lakini ndiye aliweza kutoa ushirikiano wa mtoto huyu kufanyiwa ukatili, kutoa taarifa na kufuatilia kabisa tokea mwanzo kabisa wa mchakato. Ukatili huo ulikuwa ni wa mtoto wa darasa la 4 kuozeshwa. Na pale siku tumefika kwenye tukio, wakina mama jamani ndo mlikuwa mbele na mlikuwa wengi sana. Mnashangilia tukio hili, binti mdogo kweli kuozeshwa, binti wa darasa la 4. Je, tusingekuwa na serikali imara hapa, basi ule mtoto angeenda. Lakini tunashukuru alitoa ushirikiano kwa dawati la msaada wa kisheria, na tulishirikiana nao, tuliweza kupambana na ukatili huo na kumsaidia binti yule kufika. Tunashukuru sana serikali ya kijiji, tunawashukuruni sana walimu. Na naomba nitoe rai jamani, hii kesi haijaishia hapo. Hii kesi imefika, inaendelea. Mtu yule kashtakiwa na serikali, wazazi wa binti wameshtakiwa na serikali na kesi ipo. Na mwalimu hapa ni shahidi, alienda kutoa ushahidi, upo. Kwa kesi ni ipo. Kwa msione tunakuja tunaimba dawati la msaada wa kisheria, dawati la msaada wa kisheria, sheria hizi. Mkawajua kwamba ni tunapita tu tunaongea ni siasa. Hapana. Vitu vinafanyika,
vinatekelezeka na vinafuatiliwa. Hii kesi mkuu wa wilaya mwenyewe anaifahamu kwa sababu anaifahamu ile dawati, kwa hiyo kesi ipo na inaendelea. Nadhani mpo wote hapa Wanabwigiri, tupo karibu na kituo chetu cha polisi cha Chamwino, mtaenda kufuatilia pale, lakini nadhani pia taarifa mnazo. Jamani Wanabwigiri, tutii sheria. Lengo la kuletwa dawati la msaada wa kisheria, kwanza tutengeneze amani chini. Kauli mbiu yake inasema haki, usawa na maendeleo. Bila kupata haki, bila usawa, basi maendeleo hatupati. Sehemu yoyote ambayo haina amani, basi maendeleo hawezi kufanyika. Na amani ni sisi wenyewe. Unapokubali kumuozesha yule mtoto leo, utapokea, na ile mahari ilikuwa ni shilingi 900. Kweli leo hii jamani, unakubali kabisa unamuuza mtoto wako kwa shilingi 900 kwa kuacha kumpatia elimu? Elimu ni urithi wa kudumu, lakini unathamini pesa ambayo pesa unaitumia leo, kesho inaishi, lakini elimu utaitumia mpaka uzeeni. Jamani, naomba Wanabwigiri tutii sheria na vitu tunavyoviongelea vinafuatiliwa. Tumeelewana vizuri, wazazi wangu, walezi wangu, tuwe wa kwanza kuwalinda watoto wetu. Lakini pia napenda pia niongezee, kuna vitu hapa baba mchungaji aliongelea kuhusu wanaume. Jamani, familia zetu tuzitambue. Tunavyoongeza familia pia tuseme. Katika migogoro mingi tunayoipata, hiyo pia ni chanzo na mnashindwa kuzihudumia. Jamani, tutengenezeni amani. Amani, maelewano wenyewe. Unazaa basi hudumia. Tunapokea kesi nyingi, wakina mama watoto wao hawahudumiwi, kwa baba mnawatelekeza. Msiwe hivyo jamani. Kina baba mpo? Mbona mtikia hapo? Wanaokana kliniki. Kwa hiyo tumeelewana. Jambo jingine napenda kuongezea pia kwenye swala, kwa sababu migogoro mingi pia tunaipata, migogoro ya ardhi. Kwenye ardhi siongelei fidia, migogoro ya ardhi ya wenyewe kwa wenye, wananchi kwa wananchi, maeneo na pia familia, kwamba wazazi au mzazi anafariki, haandiki uhosia au haachi matamshi yanayoonyesha kwamba nikiondoka hapa ile eneo langu lichukuliwe na nani, nikiondoka hapa ili shamba langu lirithiwe na nani. Mwisho wa siku mnawaacha watoto wanajichukulia sheria mkononi, wanavuruga amani. Tunawaomba jamani, wazazi wetu, kabla kuondoka, tujui kifo ni lini, lakini tunavyoondoka tuandae mazingira mazuri. Una mashamba yako, una viwanja vyako, andika wosia, andika kwa maandishi, hifadhi vizuri. Kuna serikali hapa ya kijiji, kuna viongozi, kahifadhi. Unaona nyumbani itapotea, nenda kahifadhi, ili kesho na kesho kutwa unatokea unaanguka, kile kitu akileti mgogoro, amani na kuwepo. Nani alipewa kwamba fulani ndo asimamie, msimamizi wa mirathi, shamba la bwana fulani, la bwana Mazengo, alisema mtoto wake mkubwa ndo alichukue. Na pia kingine, kupeana vitu, msipeane kiholela. Nikimaanisha kupeana ndio hivyo hivyo kwenye mambo ya mashamba, nyumba, mali hizi, sio tu baba amenipatia, baba anafariki, mnatengeneza migogoro. Na kisheria unaonesha kweli hauna haki ya kusema alikupatia, kwa sababu hamna ushahidi. Kwa mnavyopeana vitu, mnavyokabidhiana, kabidhianeni kwa maandishi na mashahidi wapo. Siku ya siku amefariki, ndugu wenyewe mnashikana, mimi baba alinipatia, au hii ni nyumba ya mama alinikabidhi. Tunaomba jamani, mtekeleze hizo sheria ili amani pia iwepo kati ya sisi kwa sisi wananchi. Sheria nyingine pia kwenye ndoa jamani. Kwenye ndoa tumetembea Chamwino, vijiji vya Chamwino, vitongoji vya Chamwino. Wana Chamwino, ndoa zenu nyingi ni za kimila. Uongo kweli? Uongo kweli? Kweli hiyo, msikatae. Jamani, watoeni hofu. Ndoa ya kimila na yenyewe pia ni ndoa, sio ya kienyeji. Mnatokea wazazi wawili, baba na mama, mmeoana kwa kimila, inatokea mnafarakana, mna mali mmechuma,
lakini mnashindwa kugawana. Mtu anakwambia mlioana, tulioana kimila. Kimila naichukulia ni kienyeji. Hapana, fikeni kwenye serikali ya kijiji, mtapata utaratibu. Ndoa ya kimila inatambulika kiserikali. Tumeelewana? Mtapeleka hilo, mnagawana vitu vyenu mlipochuma pamoja, sawa sawa, haki mnapata, amani inakuwepo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana Buigiri oye! Asanteni sana. Asante. Labda sasa ni mwalimu amalizie ile issue ya mtoto. Karibu mwalimu, kwa ufupi. Asante, nimalizie kwa ufupi sana. Mimi niwashukuru dawati, pamoja na kwamba walipata taarifa wakaja tukamsaidia mtoto yule yuko darasani, lakini tulipozungumza naye mtoto alikuwa na utayari wa kusoma kabisa kutoka kwenye moyo wake. Kwa hiyo unachojifunza hapa ni kwamba kuna mashinikizo yalitoka nyuma mpaka kufikia kwenye lile tukio. Kama mtoto sasa hivi anasema mimi na uwezo wa kurudi darasani, na tunavyoongea na ninyi sasa hivi yuko darasani, maana yake kuna kitu kilikuwa nyuma ya hiyo safari ya mtoto kumfikisha kwenye ile ndoa alikuwa anafungwa siku ile. Tuendelee kupeana taarifa, tuendelee kupeana ushirikiano, lakini tudhibiti pia huo utoro. Mtoto siku 2-3 hajaja shule, haya ni mazingira yalikuwa yanaandaliwa mtoto ili baadaye zile 900 na sisi tulizipeperusha tukawaachia pilau kama walikula wakati. Alafu mbaya zaidi mtuhumiwa mkamtorosha. Jamani, kesi pale zilikuwa 2 au 3. Ya kwanza kuozesha, mtuhumiwa akatoroka, ushahidi haupo. Lakini ya pili, wazazi kutompeleka mtoto shuleni. Hilo ni kosa kubwa. Kesi ipo. Sawa, kwa hiyo tutii sheria, tuwalinde watoto. Tunapotaka kufanya maamuzi tuwashirikishe, ni haki ya mtoto kushirikishwa. Tumeelewana wazazi wangu, ndugu zangu? Asanteni sana. Asante. Lakini pia kwa nyongeza zaidi, watu hawa msaada wa kisheria wamekuwa bega kwa bega kwa huyo binti, wamemhudumia katika mambo mengi ili kumwezesha kwenda shule. Kwa hiyo sio tu kumsaidia kumtoa kwenye makucha hayo, lakini pia wamejitoa kwa ajili ya baadhi ya vitu kumwezesha ili kurudi shule. Maana walishatengeneza mazingira mpaka uniform hamna, madaftari hamna, hiki hakipo hivyo. Kwa hiyo mimi wapongeze sana. Pongeze sana. Endelee kutuhudumia. Asante. Basi karibu mtendaji. Asante. Baada ya taarifa hiyo ya elimu, naenda sasa, kuna mjumbe mmoja aliuliza kuhusiana na taarifa ya madawati, ninakwenda kuisoma, naombeni tusikilizane. Ifuatayo ni taarifa ya utengenezaji wa miundombinu dawati kwa ajili ya shule ya msingi Uguzi pamoja na shule ya msingi Bugili Mission. Mahali ambapo dawati hizi zilikuwa zikitengenezwa ni ofisi ya kijiji cha Bugili. Tarehe ya kuanza ni tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Na wadau au wahusika au wazabuni ilikuwa ni serikali ya kijiji kwa maana ya mapato ya ndani, yani fedha za mapato ya serikali ya kijiji. Ofisi ya kijiji cha Bugili ilipokea taarifa kupitia vikao vya serikali ya kijiji vya kikanuni vinavyofanyika kila mwezi kuwa kuna wimbi kubwa la upungufu wa miundombinu madawati kwa shule ya msingi Uguzi na shule ya msingi Bugili Mission, ambapo kuna wimbi kubwa sana wa wanafunzi ambao wanakaa chini kutokana na upungufu wa miundombinu hiyo. Kupitia vikao hivyo vya serikali ya kijiji iliazimia kuwa itafutwe pesa kupitia vyanzo vya ndani pamoja na wazabuni ili pesa hiyo itumike kumalizia ukumbi na wa kijiji na kiasi kingine kitengwe kwa ajili ya utengenezaji wa madawati. Azimio hilo lilipelekwa moja kwa moja kwenye mkutano mkuu wa kijiji uliofanyika mwezi wa 9 2024 na mkutano mkuu wa kijiji uliofanyika mwezi wa 12, na wananchi wote walipitisha kuwa zitengeneze dawati zenye thamani ya shilingi milioni 11,250,000 kwa maana ya dawati 150. Taarifa ya miundombinu dawati kwa shule ya msingi Bugili Mission, mahitaji ni dawati 358, lakini dawati zilizopo ni dawati 158. Hivyo shule ya msingi Bugili Mission walikuwa na upungufu wa dawati 200. Aidha, serikali ya kijiji ilitengeneza dawati 75 kwa ajili ya shule ya msingi Bugili Mission
ambapo upungufu utapungua kutoka dawati 200 hadi kufikia dawati 125, ambapo tutakuwa tumelitatua tatizo kwa asilimia 38. Taarifa ya miundombinu dawati kwa shule ya msingi Uguzi. Mahitaji, walikuwa na mahitaji ya dawati 240, lakini dawati zilizopo kwa shule ya msingi Uguzi ni dawati 66 tu. Upungufu ni dawati 174. Aidha, serikali ya kijiji ilitengeneza dawati 75 kwa ajili ya shule ya msingi Uguzi, ambapo upungufu utapungua kutoka dawati 174 hadi kufikia dawati 99, ambapo tumepunguza dawati kwa asilimia 43.1. Mchanganuo wa utengenezaji wa dawati. Jumla ya dawati zilizotengenezwa ni dawati 150, ambapo kwa awamu ya kwanza tulitengeneza dawati 70, ambapo dawati moja lilikuwa tengenezwa kwa kiasi cha shilingi 70,000 na kupelekea kuwa dawati 70 zikatengenezwa kwa shilingi 4,409,000. Awamu ya pili, ambapo ndo leo tutakwenda kukabidhi, tumetengeneza dawati 80 ambazo ndo tunaziona hapo na baadhi ya wazazi wamekalia. Tumetengeneza dawati 80 kwa dawati moja shilingi 70,000, ambapo imepelekea jumla ya shilingi 5,506,000 kwa hizo dawati 80. Lakini sambamba na hilo, kupitia vikao vya serikali ya kijiji tukaona ni wazabuni wengi au ni wadau wengi ambao wanazipeleka hizi dawati, ikiwemo mabenki na watu binafsi, ila ili kuonesha upekee wa kijiji chetu tukaona tuziandike. Nadhani mnaona pale tumeandika donated by SK Kijiji 2025. Maana yake hizo dawati zimetolewa au zimechangiwa na serikali ya kijiji cha Bugiri kwa mwaka wa 2025. Hivyo tulimpata mzabuni wa kuziandika hizo dawati zote, na zile tulizozikabidhi kwa dawati moja shilingi 5,000, kwa dawati zote 150 shilingi 700,000 na 50,000, na kupelekea jumla kuu ya utengenezaji wa dawati zote 150 kwa gharama zote mpaka hapo mnavyoziona kuwa ni shilingi 1,200,000 Hivyo basi hadi hivi sasa kwa shule zetu mbili kuna upungufu kama ifuatavyo. Shule ya msingi Bugiri Mission upungufu wa dawati 125. Aidha, shule ya msingi Uguzi kuna upungufu wa dawati 99. Kwa hiyo jumla kuu ya upungufu kwa shule zetu zote mbili, baada ya kuwa tumeshatoa dawati 75 kwa kila shule, ni dawati 224, ambapo kwa sasa tunaandika taarifa. Maana ikumbuke kuwa kwenye mkutano ambao ulipita tuliahidiwa na mkurugenzi kuwa sisi kama kijiji tukifanya hatua fulani kwenye dawati basi na yeye atatuunga mkono. Hivyo sisi kama kijiji tumeshafanya kwa upande wetu. Sasa hivi tunaandaa taarifa, tunampelekea mkurugenzi ili tuone sasa kwenye huu upungufu wa dawati 224 yeye kama mkurugenzi wetu atatusaidia kwa kiwango gani. Hiyo ndio taarifa kwa ufupi ya utengenezaji wa dawati. Naomba kuwasilisha. Asante mtendaji. Nafikiri tumesikia taarifa sasa fupi kwa ajili ya shughuli nzima ya madawati. Leo asubuhi nilikuwa nawasiliana na mkurugenzi nikimtaarifu kwamba zoezi letu la madawati awamu ya pili tunalikabidhi leo, tuna mkutano, na ameahidi kwamba atatuunga mkono, kwa sababu nimemwambia shule wasioona pale blind wana uhitaji wa madawati 50 ambako hatujagusa kabisa. Lakini pia huku kwetu kwenye shule hizi ambazo pia tumepeleka madawati pia bado kuna uhitaji, nadhani taarifa anazo zile za awali, ingawa leo pia tutaandaa taarifa hii ataipata. Kwa hiyo wameomba tumpelekee taarifa iliyo sahihi ili naye aone anafanya nini. Lakini kipekee aliwapongeza wanabwigiri, sio serikali tu, lakini wanabwigiri, kwa sababu haya yanayofanyika ni ya kwenu, sio ya serikali. Sisi ni kama vilanja, ni kama tunasimamia tu, lakini ni ya kwenu wenyewe. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, sasa niombe kwa ajili ya kukabidhi, niombe wananchi wanaotoka huko watoke wananchi wawili, serikali ya kijiji tupate wajumbe wawili, lakini niombe na walimu na wachungaji. Karibu sana. Niombe wananchi wawili wawakilishi, lakini nitaomba wajumbe wa serikali ya kijiji. Sasa kabla ya kukabidhi, nitamwomba mchungaji atafanya maombi maalum kabisa kwa ajili ya shughuli maalumu ya madawati, ili yanapotoka hapa basi kwa matumizi yale yaliyokusudiwa basi akafanya kazi hiyo na Mungu akayalinde
na uharibifu wa aina yoyote ile. Karibu. Asante. Kwa kumheshimu Mungu pia tunaweza tukasimama. Mungu wetu, neno lako linasema mkamate elimu, msimuache asije akaenda zake. Serikali ya kijiji hiki imeona vyema kuzisaidia hizi shule ambazo wanasoma watoto wetu, wajukuu wetu. Baba, walikuwa na mambo mengi ya kufanya, lakini wametoa nafasi kwa ajili ya shule. Tunaomba sasa mbele zako Mungu, ukavibariki hivi viti watoto wako wanapokalia, ili vikawasaidie katika elimu. Wabariki walimu ambao wamejitoa nafsi zao, mioyo yao, si kwa mshahara, lakini tu kwamba wamependa kama wito wa kuifanya huduma hii. Ukawape afya, walinde, ilinde serikali ya kijiji hiki Bwana, iponye na kuibariki. Tunaviweka hivi viti mikononi mwako Mungu, wewe uwe mlinzi na mtunzaji kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba haya katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi wale wa jumbe wa serikali wako? Okay, sawa, ongezeka tu na shida. Wasimameje nyuma kamera? Wasimameje? Haya, wale wananchi okay. Kwa tukae huku. Hapa. Karibu. Karibu. Shika. Okay. Kwa kule. Sasa njoo ni wajumbe mnao wasili. Usimame wapi huko? Mwalimu nenda kwa kule. Wajumbe na nyinyi mnaweza mkashika. Sasa watu wa nje huko, nyinyi wawakilishi wa wananchi, sogea karibu hapa, mtakao muonekane na nyinyi wawakilishi kutoka kwenye jamii. Asante. Basi zoezi hilo limekamilika. Madawati haya kama alivyosema mtendaji ni madawati 80 kati ya yale madawati 150. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo Kwa tafsiri hiyo tunasema Bugiri Mission tunakabidhi madawati 40. Shule ya Uguzi tunakabidhi madawati 40. Asante. Kwa hiyo sisi upande wa serikali yale tuliokuwa tumeyaahidi tumeyakamilisha. Kwa hiyo tunaomba mchape kazi. Asante. Karibu tuendelee. Asante. Agenda yetu ya 9 ilikuwa ni zoezi la umaliziaji wa ukumbi. Nadhani ikumbukwe kuwa wakati tuna